na sisi tukaamua, mimi nikasema wacha nitoke kwa serikali sasa nikuje kwa siasa. Maana tuko na viongozi ambao wanataka kuabudiwa, hawataka kufanyia watu kazi. Kwanza hapa Bungoma watu walikuwa wanakaa kama wako chini ya himaya ya ukoloni. Tukipinga mtu mmoja anakuletea vijana wanakupiga mipini kweli kweli. Sisi tukasema kama wewe ni mwanaume, pia sisi ni wanaume. Tutapambana na wewe. Na watu wa Bungoma wakakubali, tunaweza tukakaa hapa bila kuleta vita zozote. Hiyo ndio siasa ambayo tunataka na hiyo ndio barabara ambayo tunaenda. Sasa ile jukumu ambayo tuko nayo, Mheshimiwa Sifuna ameguzia kidogo. Huko nje watu wote wanajua kwamba jamii ya Mluya ikisimama kidete, ipige kura pamoja, hakuna vile Ruto atapata tamu ya pili. Lakini wanatudoubt sisi. Mumeona mimi nimekuja hapa na United Opposition karibu mara 2 mara 3. Kukuja kudhibitisha kama Waluya wako ngangari ama bado ni watu wa kuyumba yumba. Nyinyi mko ngangari ama mnayumba yumba? Bubwa mbibuno bwa kulengile. Bwa kulolele buriburi. Na mimi huwa naambia wenzangu kule kwa meza kule kwa United Opposition kwamba wakati ya kuchagua flag bearer ambaye atakuwa pambana na Ruto, tutakubali tukue na mirengo karibu 3, hata hawa Linda Mwananchi tutembea nao pamoja. Tukue na kiongozi mmoja. Ikifika wakati huo naenda kwa meza na kuangaliana. Hii jamii ya Mluya ilikosea Kenya nini? Jamii ambayo namba 2 katika idadi ya watu. Hata tukihesabu vizuri tunaweza kuwa namba 1. Jamii ya Wakikuyu wamekuwa na president karibu mara ngapi? Mara 3 au mara 4? Mara 3. Jamii wa Kalenjin wako na mara 2. Jamii ambayo ni namba 2 saizi hata masuala ya kitaifa yakiongelewa kwenye meza sisi hatupo. Na ndiposa sisi tumesema ya kwamba kama jamii mwaka wa 2027 tunapiga kura pamoja, na kule kwa meza kama sio Mluya anakuwa president, wale wenzetu watuambie ni kwa nini Mluya hawezi kuwa president wakati huu. Haitakuwa ni mambo ya emotions.